Marekani imesema imeanzisha mashambulizi mapya kusini mwa Iran yaliyolenga maeneo ya makombora pamoja na boti zilizokuwa zikijaribu kuweka mabomu ya majini katika eneo la Ghuba ya Uajemi, huku ikieleza hatua hiyo ilikuwa ni kujilinda na kulinda wanajeshi wake dhidi ya vitisho vya vikosi vya Iran. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi ya Marekani, mashambulizi hayo yalifanywa wakati Marekani inaendelea kudai kuwa inazingatia tahadhari licha ya kuwepo kwa usitishaji wa mapigano unaoendelea kati yake na Iran, huku msemaji wa CENTCOM Kapteni Tim Hawkins akisema jeshi la Marekani linaendelea kujihami dhidi ya vitisho vyovyote kutoka Iran. Mashambulizi hayo yaliripotiwa kulenga eneo karibu na bandari ya Abbas, mji wa bandari uliopo kusini mwa Iran, ambapo pia ni makazi ya kituo kikubwa cha jeshi la uhamiaji la Irani katika mlango wa Hamas. Huku vyombo vya habari vya Irani vilisema mamlaka ya eneo hilo ilianzisha uchunguzi baada ya mlipuko kusikika usiku wa kuamkia leo. Hadi sasa Irani haijatoa majibu rasmi kuhusu mashambulizi hayo mapya ya Marekani, lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baqai alisema mazungumzo ya kumaliza vita yanaendelea, huku akisisitiza kuwa bado hakuna makubaliano ya karibu kufikiwa kati ya Tehran na Washington. Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio amesema bado kuna nafasi ya kufikiwa kwa makubaliano kati ya pande hizo mbili, akieleza kuwa mazungumzo yanaendelea kupitia Qatar. Rubio alisema Rais wa Marekani Donald Trump bado ana nia ya kufanikisha makubaliano hayo, lakini akisisitiza kuwa Marekani haitakubali makubaliano yasiyo na manufaa kwa usalama wake. Rubio pia alisisitiza umuhimu wa mlango wa Hamas kuendelea kuwa wazi kwa usafiri wa kimataifa wa mafuta na biashara, akisema hatua hiyo ya kuzuia njia hiyo ni kinyume cha sheria na haiwezi kuvumiliwa na dunia, huku eneo hilo likiwa kitovu cha mvutano mkubwa kutokana na umuhimu wake katika kusafirisha mafuta duniani. Taarifa zinaelezea kuwa rasimu ya makubaliano inayojadiliwa inahusisha kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 60, kufunguliwa tena kwa mlango wa Hamas pamoja na kuendelea na mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Hata hivyo, masuala nyeti katika kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran na kudhibiti shughuli zake za nyuklia bado yanatajwa kuwa changamoto kubwa zaidi. Mgogoro kati ya Marekani, Israel na Iran ulianza Februari 28 baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran. Hatua inasababisha Tehran kujibu mashambulizi ya Israel na mataifa washirika wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi, huku Iran pia ikidhibiti usafiri wa mlango wa Hamas, hali iliyosababisha bei ya mafuta kupanda duniani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata taarifa mbalimbali.